fall when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day. Welcome back mtazamaji katika kipindi cha leo na Mera TV show. Kumbuka kwamba basi kila wakati tutazidi kuwajuza mambo ambayo yanafanya society yetu ama community yetu iweze kushine ama kumeta. Na kumbuka pale tuko pale kwenye mitandao ya kijamii, angalia pale na Mera TV show kwenye Facebook, Star Africa TV, tuko pale vile vile kwenye Facebook. Follow me at Binkile on Twitter. Let's keep on those tweets coming. And today we have amazing things to talk about. Tuko na msanii kwa mara ya pili ambaye tulikuwa naye huko mwanzo huko mwezi wa 4 tukianza show, wakati ambapo tulikuwa tunaanza show ya Nameta, na amerudi leo studioni. Amesema kwamba na mambo mapya ambayo ameweza kutuandalia leo katika show ya leo. Lakini kabla ya hapo basi tujue kwamba unaweza kuwasiliana nasi kutumia nambari ya simu iko pale chini ya screen yako. Angalia pale tuko kwenye WhatsApp, unaweza kutumia SMS. Enda pale kwenye YouTube channel, subscribe. Let's keep that conversation going, because the moment we stop talking about things that matter, it's when actually things go wrong. Karibu tena mtazamaji. Leo tunasema kwamba tunawekea vitu bomba kabisa. Kumbuka Star Africa TV ndio mahali ambapo tunawekea vitu ambavyo ni shwari, vitu ambavyo zinapatikana kwa stars ambao wako hapa barani Afrika. Kumbuka tunasema basi na Mera TV show pale tuko kwenye Facebook ya streaming live, angalia pale kwenye Instagram, angalia vile vile pale kwenye YouTube, subscribe to our YouTube channel. Let's keep that conversation coming. You can as well follow me at Binkile on Twitter. Let's keep those tweets coming. Naona kuna wachache ambao wanaendelea kutuma mejumbe pale. Kwa mfano kuna ambaye anasema anaitwa Caroline. Anasema hi, I'm Caroline from watching from Roiro. Tunakucheki leo, sasa uko poa sana. Basi hadi ukiniangalia basi hadi mimi unajua ukikaa na stars kila wakati lazima ukoe poa kabisa. Tunafurahia hayo. Basi Lucy, endelea kutazama show. Alafu mwisho kwa sababu ya wakati kuna huyu ambaye anaitwa Ben Boy Classic. Anasema ana watch show akiwa upande wa Nyamavila kule upande wa Kayole. Watu wa Kayole tunaona vizuri kabisa. Endelea kutazama show. Na basi vile ambavyo tumeweza kuahidi ni kwamba leo tumemrudisha studioni star ambaye tulimjua zile siku akichemsha mambo bomba kabisa hapo mwanzo mwezi wa 4 kule. Amerudi tena leo studioni, anatuambia kwamba ako na mambo mapya ambayo ameweza kuyapika. Lakini kwa sababu ya wale ambao hawamjui, basi ningependa muweze kumjua. Karibu sana tena katika studio zetu za Star Africa TV. Asante. Naona pale tulivyosema kwamba wewe ni star na kila wakati tunaangazia mambo ya stars. Naona lazima hiyo ndoto umeiendeleza vizuri. Unajua ni kitambo, tangu mwezi wa 4 huko. Ni kitambo sana. Ni kitambo sana. Sasa eleza watazamaji wewe ni nani na unafanya nini? Mimi naitwa Famoches Blackman. Mimi nafanya music ambayo ni rap music na ni do for change, na niliona hiyo ndo Kenya at least inaweza saidia watu wengi juu muziki ni kioo cha jamii. Kweli kabisa. Hebu eleza watazamaji basi, unapotumia muziki kama kioo cha jamii. Unajua vijana wengi pale mtaani wanajiingiza tu kwa ule muziki tu so long as ako na beat. Unapata msee pale anasema niko na ngoma kali kabisa, alafu akienda pale studio anachukua tu beat, anaingiza tu pale tu maneno yote pale, alafu unasikia ngoma ishatoka, anachukua anapeleka video, anachapa tena video kali. But sasa ukisikiza ule muziki unapata basi mambo ni tofauti kabisa. Unasema music for change. Unajua music for change ina depend unaleta change gani. Kuna mtu mmoja anafanya music alete negative change, kuna mmoja anafanya music alete positive change. Sasa mimi niko hapo kwa positive change. Unaona?
uko kwa hiyo style ya positivity. Niko hapo kwa positive change. Tunaongelea vitu reality, vitu zenye zinakula watu, vitu zenye zina happen kwa watu huku nje, unaona? Sisemi unajua kuna some of music zenye ziko huku nje. Unaona mtu anaimba vile ni bad boy. Vile house. Alafu anachukua majina zingine hapo, Alafu wanaumiza venye wanaonyesha venye wanaumiza watu huku nje. Sasa hiyo ni negativity na hiyo it lead to deaths. Unaona? It lead to many blood. Unaona? Watu wengi watakufa. Mtu akisikiza unajua mtu Kenya anasikiza ama Kenya anaona ndiye atafanya. So ukiangalia kuna wale watoto wachanga bado wanakuja. So the more wanaona vitu kama hizo, the more wanaona wimbo kama hizo kwa akili yao nini, wanajua sasa hiyo ndio kenye nafaa kufanywa. So mimi nika decide acha ni do it for change, ni side yao ingine. At least wase pale mtaani waweze kupata message through your music. Wale wase wanapenda. Umesema unafanya rap? Nafanya kufanya rap. Wale wase marapo wengine pia wako pale pia wanapata ile message. Yeah. So ulisema hapo awali kuna zile topics ambazo unalenga kabisa. Ukiandika ngoma zako. Unalenga messages kama gani? Nalenga kitu kama poverty. Nalenga vitu kama social injustice. Nalenga vitu kama corruption, vitu kama hizo, vitu zenye zinagonga watu sana ndo vitu zenye hizo tatu ndo vitu zenye naangalia sana tu. So tell us more about kwa nini umechagua hiyo topic ya poverty ama social injustice. Unajua hata wengine wanasema ukienda kubuy kitu kwa shop lazima kuna reason utachagua, maybe tuseme kama ni simu utachukua hii model, utakata hii nyingine. Kuna sababu kwa nini ulichagua hizo topics mbili, poverty na mambo na social injustice? Unajua nilichagua hizi juu ndo mali yenyewe nimekuwa. Unaona? Ndo mali nimegrow, inaitwa ghetto Unajua ghetto hizi vitu tunazionanga sana. Kwa sababu unakuta maybe wewe umezaliwa kwa familia yenye jiwezi sana. Okay. Hatusemi hatujiwezi, lakini kuna level fulani tujafika. Na sasa unakuta tumeishi hapo, unakuta kitu kama let's say theft. Wizi iko. I'm telling you, wizi iko. Unaibiwa tu hata mchana. So nikaona juu hii wizi itafanywaje, itastopiwaje? Nikasema change itaanzia kwangu mimi mwenyewe. Nikasema ni so lazima uinspire wase kwanza ujiinspire and then una inspire wase. Ndio nikaona lazima kwanza nijiangalie mimi nione pia wengine watachange. So nika decide na spread music na spread message yangu through music. Ndio maana nika kwa specifically on those topics. Kwanza sikujichocha, na kwa wakati mwingine tulizungumzia hayo sana. Reception yake ilikuwa vipi kwa wase wenye wako pale mtaani? Sikujichocha, unajua sikujichocha ilikuwa wimbo yenye haijalenga mahali sana, except your that verse. Sikujichocha, unajua nilikuwa balance. Hiyo niliandika ile tu niliandika juu nilifeel I need to write this song. Nikaona yenyewe venye kuko, nikaona yenyewe acha nianzie hapa, it's a good start. So sikujichocha ilikubaliwa na watu wengi sana. Ilikubaliwa mpaka na wazazi, ilikubaliwa na watu wengi sana. Na hiyo ndio ilinipatia motivation sana. Nikasema yenyewe hata hizi zingine I will do more than nimefanyia sikujichocha. So sikujichocha ilikubaliwa na watu wengi na nikafurahia na nikasema nitawapatia wengine. Exactly. Yeah. So nanasi na kabla ya hapo basi ningependa ujue kwamba Famoches anasema kwamba ametoa ngoma mpya ya kuweza kuhamasisha jamii waweze kufanya mambo mazuri pana, na anaita Freedom. Anaita Freedom, na tutarejea basi atuambie sasa anaposema freedom yeye mwenyewe amekosa kupewa freedom ama ni mambo yepi ambayo yalimsukuma akaweza kuandika wimbo akauita Freedom. Atazidi kutuelezea hapo baada ya breki. Endelea kushikilia hapo. Kutoka Meru hadi Nakuru tunatamba, Nyeri hadi Nanyuki tunavuka, Machakos hadi Kajiado tunasikika, Nairobi hadi Mombasa tunatia fora. Star Africa TV, entertainment at its best.
Beba beba, beba beba. Continues calling, beba beba, beba beba. He keeps calling. Eyo, mambo vipi? Ni hapa Star Africa TV. Mimi naitwa Brian Arani 254. Kila siku za wiki tokea saa 4 kamili usikose kujiunga nami nikikuletea kipindi murwa zaidi. Naitwa Gumzo Pevu, kipindi ambacho tutakuwa tukijadili masuala mengi, masuala ya kifamilia, masuala ya kimaisha, na pia tutakuwa tukiinua talanta. Kumbuka ni hapa ndani ya Star Africa TV ambayo ni burudani tosha. Basi karibu tena Famwatches. Basi tuendelee kuzungumzia masuala haya ya sanaa, kutumia sanaa kuleta mabadiliko katika jamii. Sasa kuna ngoma mpya nasikia umetoa, inaitwa Freedom. Yeah. Kwa mara ya kwanza tunailaunch hapa Star Africa TV. Yeah. Ningependa ueleze watazamaji Freedom ina entail nini na ulitaka uzungumzie nini katika ulitaka wale ambao wanasikiza ngoma hii wapate nini? Okay, unajua freedom, freedom unaweza kuwa freedom ni kitu yenye unataka freedom kutoka kwa kitu. Maybe wewe ni mfungwa unahitaji freedom. Maybe wewe unajua kuwa mfungwa ama kutaka freedom kwa kitu imaanishi ni maybe kama jela peke yake. Unaweza taka freedom, maybe madawa za kulevya zimekukumba, unataka freedom utoke kwa madawa za kulevya ukue a much better person. So freedom niliandika ilikuwa specifically mali nililenga sana ilikuwa politicians. Ilikuwa these politicians, unajua kuna some of them watakuja watudanganye hapo, watu wa sana wapenda kukuja ghetto sana. Wakuja wa hold hizo gwaride zao, wakuja hapo wasimame waseme after this mkinichagua mimi ndaleta barabara. After this mkinichagua nitawaletea bara na wapatia so 2 hapo. Lakini hiyo so 2 amuda utakutana watu wanapigania, lakini mtu hata akienda nyumbani anajua atakula nini. Mtu anaweza umia sana juu ya 200, lakini akienda nyumbani atatumia more than that 200 unaona kwa medical. So nilikuwa nimemulika some of them. Okay, mi sijataja jina specifically, nilitaja tu generally. Umetumia creativity pale kuweza kuangazia haya. So mtu atajishuku unaona. Lakini nilikuwa nimeiandika kwa sababu wenyewe we need freedom, kusema tu kweli. Watu wanafaa wafungue macho, waangalie waone hii kitu yenye hao watu wanakuja wanatudanganya. Sasa hivi watu wamechanuka. At least msee kwa anajua this is the kind of life tunataka pia mtu akienda pale atufanye hivi na hivi na hivi. So beside that kuna idea nyingine ilikuwa pale na connect pia na freedom. Kulikuwa na another idea about unakuta vijana unajua most times wanatumia vijana. Ukuta vijana analipwa aende maybe a make riot somewhere, lakini through your riot ataenda aumize mtu innocent ama haribu vitu za mtu mwenye akwa usike hapo, unaona. So nilikuwa najaribu pia kuambia vijana wajaribu ku open eyes, unaona, wasikubali kuhongwa, wafanye kitu mbaya, at least wafanye kitu productive pale katika jamii. So pia hao nilikuwa nimewalenga sana hapo. Ndo maana kuna line yenye nimesema ya kuja na panga na mimi kuja na bunduki, akili kupiganisha na ule mtu tunaita big fish. Sasa those kind of politicians wenye wanapiganisha watu. Exactly. Na wakati wa elections unapata wanasiasa wanapenda hiyo style ya kuunganisha watu sana. Wanapenda sana. Ndio maana niliwaandikia hapo, so hata mtu waone at least watu wamefungua macho sasa hivi. So like na vile ambavyo umetoa hiyo video, umeona reception ya wale ambao wanasikiza ngoma hii, reception yao iko vipi? Response yao iko sawa, na nimeona watu wamecomment sana ngoma zako. Nini ambacho kinakusukuma uweze kuandika kuhusu mada fulani? Unajua kitu yenyewe inanisukuma sana, unaangalia the suffering of people, unaona. Unaangalia yenyewe mtu wenyewe kuna kitu anapitia, lakini unashindwa, hauna means za kumsaidia. So na the best way unaweza at least kumsaidia ni through music. Sasa mimi hiyo kitu
inanipush sana niandike kuhusu this topics. Unaona? Jonye kuna some people hawezi jiongelea. Na sasa kama mimi niko na hiyo chance kidogo ya kuongelea na natumia muziki, so na take hiyo opportunity na naandika. Alafu nagonga ndiko sasa. Nagonga hapo mali kuna. Sasa nataka ueleze watazamaji. Unapofanya music zako ni nini haswa ambacho unazingatia? Kwa sababu kuna wale wase wako pale mtaani, najua anatuangalia sasa hivi na anasema kwamba nataka muziki wangu niweze kufanya vizuri kabisa kama Famoches na niweze kufikisha ule upeo wa juu inapofika kwa mambo ya talanta. Sasa wewe ukitaka mtu mwenye anakulook up to ajue mambo kadhaa, ni mambo yapi ambayo siri gani unaweza kuibia? Cho kwanza kama mtu anataka kuandika music, kwanza inafo uko prepared, ujue ni topics gani, kwa nini unaziandika, na after hapo results itakuwa gani. For example, mimi niliamua niandike freedom. Okay, niliona hiyo shida, unaona? Nimeiandika. So, na najua results na mimi zitakuwa positive. Watu wataangalia na through the video wataona wenyewe vile watu wanaumia huku nje. No, so wezi rudia hiyo mistake. Wataangalia at least waone kuna there is need to at least do something. There's need to change manzi. Kuna change inaleta a lot. Inaleta a lot of good things. Yeah. So unaona ukiwa wapi in the next maybe 10 years? Kwa sababu naona vile ambavyo tulikuwa hapa studioni mwezi wa 4 si vile mambo naona yalivyo kwa wakati huu. Naona kila wakati unarudi kuangusha vitu mpya, zinakuja pale album kalikali. So unaona ukifanya vipi in the next coming years? In the next coming years, mimi kenye na look sana, nataka pia mimi nisaidie watu wengine. Unaona? Nataka at least mimi nikuwe na wasanii kadhaa na kwa nimesaidia. Wenye watakuwa at least wanasema Famoches aliwacha hii. Hata kama mimi sitasikika kuwashinda, lakini at least watakuwa in mind Famoches kwamba kuna kitu chenye alimefanya na so in the next 10 years nataka kusaidia watu sana. Hata kwa ile kidogo ndakuwa nataka kuwa nimesaidia at least something. Unajua kuna mtazamaji pale anauliza pale, unaposema utasaidia ni kusaidia kwa aina gani? Ni kupatia watu pale, utapatia watu pale madollars, ama utawajengea nyumba, ama pengine utawapatia promise zenye wanasiasa wanafanya? Unajua ni vizuri mtazamaji pia tuweze kujua unaposema utafanya hivi basi ni mambo gani hayo? Okay, kusaidia mimi naangalia kwa wasanii sana. Juu najua usanii yenyewe si rahisi. Na najua kuna mtu mahali, kuna msanii mahali ana hizo means za kufika studio. So nataka at least niko nimesaidia. At least umeanzisha studio yenyewe wasanii wanakuja pale wana record na vitu kama hivi. Naangalia at least mfuko yao, kama ni video na compensate, unaona? Kama ni nguo tunajua vile tunafanya, ndo at least video ikuwe quality. Hiyo ndo kusaidia nasema, na kuhold shows. Hiyo ndo kusaidia nasema. Basi mtazamaji, umeweza kusikia kwamba pale Famoches ana dream in the next coming years. Basi utapata studio yenye ataweza kuweza kuweka pale, basi wasanii pale mtaani waweze kusaidika na jambo moja ama jambo mimi. Naona pale kuna mijumbe ambayo inazidi kuingia pale. Kuna wewe anaitwa Wizni T Mercy anasema na watch show akiwa upande wa Utawala. Basi Wizni tunakuona pale, endelea kutazama show. Alafu kuna anaitwa Felians George anaendelea kutazama show akiwa upande wa Donho. Alafu kuna anaitwa Eric Garukuye anasema na watch show akiwa upande wa Rwanda pale Gisenyi. Basi tunakuona moja kwa moja, endelea kushikilia hapo. Alafu mwisho naona kuna huyu ambaye anaitwa Kevin Simon anasema anatazama show akiwa upande wa Githurai. Alafu mwisho kuna anaitwa David Miracle Boy. Sijui kwa nini anajiita David Miracle Boy. David, sijui kama unafanya miracles ama mambo yanafanyika vipi. Endelea basi kutazama show. Anasema Collect akiwa upande wa Nyahururu. Alafu mwisho kabisa naona mijumbe inaendelea kwa mingi hapa.
Kuna anaitwa Dante Silas. Anasema na watch show akiwa na Caroline. Sistake pale wako pale wanaendelea kutazama show basi wakiwa pale nyumbani. Endeleeni kushikilia hapo hapo kwa sababu na Meta TV show ndio show number 1 kila wakati tutawaletea stars. Karibu tena mtazamaji. For those who are watching, I can see some of us are sending tweets. I'm actually you can follow me at Binkile on Twitter. Let's keep the conversation going because every time we never stop talking about stars. In Star Africa TV, remember we're doing all this for social change. Na kumbuka kwamba tuko pale pia kwenye YouTube. Subscribe to our YouTube channel. You can actually send your messages on the numbers that you're seeing down there on your screen. Wale wenye wako WhatsApp, you can as well send your messages there. Tuambie wewe ni nani, uko wapi, unatazama show ukiwa wapi, na bila shaka basi tutaweza kupata ujumbe hiyo moja kwa moja. Nakumbuka leo tunaongelea kuhusu social justice, mambo ambayo yanaendelea na pale mtaani. Ni vipi ambavyo unatumia freedom yako pale mtaani. Na basi Famoches amekuwa akituelezea namna ambavyo tunafaa kutumia sanaa kuweza kuleta mabadiliko na maendeleo katika jamii. Naona pale kuna wale ambao wanatuma messages pale kwenye Facebook. Unaitwa Mashari anasema na watch show akiwa upande wa Roaka. Alafu kuna yule anaitwa nani huyu? Anaitwa BBM Karani. Karani anasema na watch show akiwa upande wa Utawala. Alafu kuna anaitwa Vincent Makenzo anasema na watch show akiwa Kisumu Siri. Watu wa Kisumu basi tunaona moja kwa moja. Thank you for watching. Alafu kuna anaitwa Offset Disesa anasema na watch show akiwa upande wa Morocco Rabat. Watu wa Morocco basi tunaona moja kwa moja. Kumbuka na Meta TV show tunawashika pande zote tukiwa na Star Africa TV upande wa North Africa, South Africa, Central Africa, wende pale South Africa, urudi hapa Kenya basi kaunti zote tunazishika moja kwa moja. Endelea kushikilia hapo hapo kwa sababu kila wakati lazima tuwaletea mambo bomba kabisa. Sasa nataka Famoches uweze kutuelezea sasa, mtu akitaka ngoma zako, akitaka kujua kazi zako, akitaka kuona namna ambavyo unafanya rap na vile unachemsha mambo pale mtaani na kutumia sanaa ambayo inaleta mabadiliko katika jamii, atakupata wapi? Mimi ukitaka kunipata wewe kama fan wangu, utanipata kwa platform zote za internet. Utanipata at Famoches Blackman. Utanipata kabisa hapo hivyo YouTube, Twitter, Facebook, anywhere utanipata at Famoches Blackman. Haya basi mtazamaji, umeweza kusikia kwamba Famoches ako kwenye mitandao ya kijamii na anaendelea kufanya mambo bomba kabisa. Enda pale msupport. Tuweze kusupport talent ambayo inaleta mabadiliko na maendeleo katika jamii. Tusiwe tunaangalia tu mambo na sanaa zingine tu ambazo pengine unapata tu burudani peke yake alafu mambo yanakisha pale. Basi angalia wasanii kama hawa ambao wanatumia sanaa ama creativity kuweza kuchangia maendeleo katika jamii. Na hiyo ndio mambo ambayo tunalenga pale Kenya yetu na vile vile bara la Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kila wakati tunazungumzia mambo haya. Nataka vijana basi waweze kuendelea kutumia sanaa ama their creativity kuweza kuleta maendeleo. Alafu mwisho kuna huyu ametuma tweet pale anasema anaitwa Rugamba Rhymes. Sijui kisa Rugamba kama wewe una rhyme na maneno pale kama Famoches anavyofanya ama mambo vipi. Rugamba Rhymes David anasema na watch show akiwa upande wa Kisenyi. Basi endelea kushikilia hapo hapo kwa sababu na Meta TV show tutazidi kuwaletea mambo bomba, mambo moto, mambo ambayo yanahusu talanta ambayo inaleta maendeleo katika jamii. Endelea kuwasiliana nasi kwa nambari ya simu iko pale kwenye SMS. Tuma pale mijumbe kwenye WhatsApp, tuambie una watch show ukiwa wapi. Unataka tukuchezee ngoma gani ambayo inaleta mabadiliko katika jamii. Wewe ni msanii na gani? Unafanya spoken word, unafanya acting, unafanya pale visual arts, wewe unafanya music kama Famoches, wewe ni rapper, wewe unafanya muziki pale, basi wasiliana nasi na bila shaka tutakuleta studioni uweze kutuonyesha mambo hayo moja kwa moja, kwa sababu na Meta TV show kila wakati tunataka Afrika nzima iweze kushine na dunia tuweze kujenga dunia nzima na to make this planet become a better place to live in. Yeah. It's Famoches.
Freedom to the ghetto people. Skiz. Mr. Politician ulidai hizo kura, na sai unatuhepa juu poverty ya tuuo ukadai utasambaza foods na hizo shelter. Atuoni sign zako ni risasi twasikia, so deep down ghetto wabomu wa vitongoji. Hakuna pa kuenda twategemea Mwenyezi, macho huku na kule sababu ya wasiwasi. Haujali masilahi kwako sisi karatasi, mnajifanya mamasta na kuna kitu mnafanya. Mnajifanya mareda kumbe ni akili watupima, mnajifanya wakwao kumbe nyinda wadakuwao. Mnajifanya wakwao bila pesa mimi singao, misi booster ni stamina, misi simu si divert, misi aida wa Raila, mini mtoto wa Raya, misi born in Florida, mini mtoto wa flow kila, misi Samson wa Daily, la mini mtu nothing fast. I say freedom, 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 jikaze usichoke. Nasema freedom, 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 jikaze usichoke. Promise mlidoa zimetugeukia dhiki, wale marafiki wanaanza kuweka chuki ya kuje na panga, mimi kuje na bunduki, akili kupiganisha na ule mtu tunaita big fish. Yanaongea English, mimi mtu wa sheng safi, yanaongea Spanish, mi buda wa ganji, yanaongea gani, mi buda wa hustling. Yametoka wapi kwa ile ligi ya watiaji, mali imefika itabidi mwache utiaji, rate zenye utabidi mmepeleka manyumbani. Ndovu zinapigana zinaumiza mwananchi, unajua we ni hunter na unanyemelewa na fisi. Kutoka kwa mama mboga hadi yule mfanye kazi, kwa dara kuna mode imebaki wanafunzi. Hosi na dawa wagonjwa limaututi, mashini zinatuchocha baadaye tunazika maiti. I say freedom, 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 jikaze usichoke. Freedom, 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 jikaze usichoke. Jikaze usichoke. Wejikaze usichoke, wejikaze usichoke, wejikaze usichoke, wejikaze usichoke, wejikaze usichoke, wejikaze usichoke, wejikaze usichoke. I say freedom, 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 jikaze usichoke. Freedom, 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 jikaze usichoke. Get into music that is actually advocating for social change in our communities. We can keep on talking about these stories. Keep those tweets coming. Let's keep the conversation, because we never stop talking about things that make Africa and make the world, this planet, a better place to live in. Nimekuwa wako Gideon Kilei, na kumbuka mambo haya tutazidi kuyazungumzia kila wakati. Subscribe to our YouTube channel na Meda TV show, we're there. Check on our Facebook page na Star Africa TV, and you can as well check on us on Facebook na Meda TV show. Let's keep the conversation going, because art that advocates for social change will never stop streaming, because Nameda TV show is there for you, and Star Africa TV, it's the home of entertainment, and we never stop talking about entertainment and entertainment that is actually bringing social change to our communities.